Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpendwa mtazamaji, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam, walillahi alhamd. Leo tumepokea maswali kadhaa ya kuweza kuyajibu kupitia katika social media zetu. Swali la kwanza, ndugu yetu ukhti huyu dada yetu anauliza juu ya hukumu ya mtu kupaka hina mwanamke au kukata kucha zake anapokuwa katika hali ya ada yake ya mwezi au hedhi. Jawabu ni kwamba hilo linaruhusiwa, wala hayana shaka kabisa, bali kuna mambo kadhaa yasiyozidi au yasiyopungua matano ambayo mtu hapaswi kufanya yule ambaye yupo katika ada yake ya mwezi, hasa mwanamama. Jambo la kwanza ni masul mushaf, kuugusa au kuushika msahafu. Hilo amekatazwa kwa mujibu wa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, la yamassuhu illa almutahharun. Ni aya ambayo inapatikana katika sura ya 59 aya ya 73 suratu Al-Waqi'a. La yamassuhu illa almutahharun, Qur'ani haishikwi au kugusa isipokuwa wale ambao wametoharika. Hilo la kwanza. Jambo la pili ambalo haruhusiwi mwenye hedhi au nifasi, jambo zima la kukaa msikitini. Kukaa msikitini haruhusiwi, kama Allah alivyozungumza na Qur'an katika sura ya 4 sura An-Nisa aya ya 43, wanasema wala junuban illa abiri sabilin, haruhusi kukaa msikitini yule ambaye yupo katika hali ya janaba, sio katika dharura ambayo ni ya lazima. Kwa hiyo hili ni jambo la pili ambalo haruhusiwi mtu mwenye janaba au mwenye hedhi au nifas kulifanya anapokuwa katika hali hiyo. Jambo la tatu ni swala zima la kuswali. Haruhusiwi kuswali swala yoyote ile anapokuwa katika hali hiyo ya ada yake ya mwezi mwanamama, kama Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alivyosema, idha akhbalatil haidha fada'i sala wa idha adbarat faghtasili wa salli. Anamwambia mwanamama, utapoingia katika ada yako ya mwezi basi acha kuswali, ikimalizika basi koga ujitaharishe kisha uswali. Hilo ni la tatu ambalo halipaswi kutendwa na kufanywa kwa mtu ambaye kwenye ada yake ya mwezi, halikadhalika ada yake baada ya kujifungua, yani nifas. Jambo la nne ambalo haliruhusiwi kwa mtu mwenye hali hiyo ni jambo zima, hasa haidh na nifas, ni jambo la kukutana na mwenza wake. Haruhusiwi kukutana na mwenza wake katika hali hii anapokuwa katika hali ya ada yake ya mwezi. Ushahidi ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika sura ya pili suratul Baqara aya 222. Allah anasema wayasalunaka anil mahid, wanakuuliza juu ya swala zima la ada ya mwezi. Qul huwa adha, waambie hiyo ni uchafu na maudhi. Fa'tazilu nisa, jitengeni mbali katika jambo la tendo la ndoa dhidi ya wanawake katika hali hizi, fil mahid, katika hali ya ada ya mwezi. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, na wala msiwaingilie mkutana nao wakina mama katika hali hiyo mpaka wataharike, ada yake ya nifasi au hedhi ikate kisha wajitaharishe. Kwa hiyo maana yake hapa ni jambo la nne ambalo linakatazwa na haliruhusiwi kwa mtu ambaye yupo kwenye ada yake ya mwezi. Allah akasema fa idha taharna faatuhunna min haythu amarakumullah, watapotaharika na kujikosha na kujisafisha uzuri na damu zao zikakata, basi waendeeni kama Allah alivyokuamuruni. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin, Allah anawapenda wenye kurejea kwake na kutubia, na pia huwapenda wenye kujisafisha. Hilo ni jambo la nne. Jambo la tano la mwisho kwa mtu mwenye hedhi au nifasa ruhusiwi kulifanya ni jambo zima la kutufu ama kuzunguka al-Kaaba katika hali ya kutekeleza ibada ya umra au haji.